Kama unataka huduma zetu, tafadhali tumia mawasiliano ya simu. Naendelea kusisitiza hilo kwamba mawasiliano rasmi ni njia ya simu na namba zetu zipo katika profile zetu. Hilo ndio kubwa. Yaani unataka kazi au unataka mfanyakazi, wasiliana na simu, utapata huduma. Haya, kumbuka huu ni mwongozo ambao tumekuandalia kwa ajili ya kuongeza thamani yako ili uweze kulipwa zaidi. Anayeamua mshahara wako uwe mkubwa au mdogo ni wewe, sio bosi wako, ni wewe. Unaamuaje? Kwa kutoa thamani kubwa, kwa kutoa vitu ambavyo sio vya kawaida, kwa kutoa huduma bora sana, bora zaidi. Kwa hiyo tumekutengenezea huu mwongozo ambao utakuguide vizuri kwa wewe ambaye sasa una kiu na shauku ya kutaka kulipwa zaidi. Kwenye utangulizi hapa tunasema mtaala huu umeandaliwa kukupatia ujuzi katika maeneo yote muhimu katika kazi za nyumbani ili kukuongoza jinsi ya kutoa huduma bora kwa mwajiri wako na kujiongezea thamani itakayopelekea ulipwe zaidi au ulipwe vizuri zaidi, na sio tu kazi za nyumbani, hata kwenye kazi nyingine. Yaani manake kama una shughuli zingine unazozifanya umeajiriwa mahali, huu mwongozo pia unaweza kukusaidia. Yaani haya unaweza ukaya-apply kwa sababu tumeandaa kwa ajili ya wafanyakazi ambao wanakuja kutoa huduma nyumbani, lakini ni yaani yaliyoko humu ni kanuni, ni principle ambazo zinafanya kazi popote pale ulipo. Kwa hiyo kwenye kazi yoyote ukiapply haya pia yatakusaidia. Tunasema kazi yetu hapa kwenye huu mtaala ni kukupa uelewa wa mbinu na mikakati ya kujiongezea thamani kazini na kukusaidia kutambua wajibu wako na kutoa huduma bora endapo utaamua kufanyia kazi yale yote utakayojifunza, kwa sababu swala ni kwamba sio kwamba watu hawajui vitu, wanavijua, lakini sasa kuamua kuvifanyia kazi, hapo ndio kasheshe ilipo, na ndicho kinacholeta utofauti. Wale ambao wanaamua kufanyia kazi ndio wanaoona matokeo. Wale ambao wanaishia tu kujua lakini hawafanyii kazi wanabaki vile vile. Haya, kwa hiyo tunasema ili uwe na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga sifa ya kuaminika na heshima katika kazi zako, pamoja na kuwa mfanyakazi mwenye thamani kubwa, haya ambayo utajifunza humu unatakiwa kuyafanyia kazi. Aidha, mtaala huu umepangwa kwa kuzingatia mahitaji ya waajiri wengi na matarajio yao wanapokuwa wanatafuta wafanyakazi wa ndani kupitia mradi wetu. Tumechukua experience ya mradi wetu kwa maana kwa miaka zaidi ya 15 tuna uzoefu, tumekuwa tunawasiliana na waajiri mbalimbali wanaohitaji wafanyakazi. Kwa hiyo tunayajua yale wanayohitaji. Kwa hiyo haya tuliyokuwekea huku yamepangwa kuzingatia yale mahitaji yao. Sasa shida ni kwamba wengi huwa tunapenda kufanya kazi tunavyotaka sisi bila kuzingatia yule anayehitaji mfanyakazi, yeye anahitaji huduma gani, anataka kazi zake zifanyikeje, ana shida gani hasa. Hiyo huaga hatuna hiyo culture kabisa. Huo utamaduni wa kufanya kazi anavyotaka bosi, hapana. Huwa tunapenda kufanya kazi tunavyotaka sisi. Kwa hiyo sisi tumekuja kuwasaidia sasa mbadilishe focus. Badala ya kufanya kazi unavyotaka wewe, ufanye vile mahitaji ya bosi wani kulingana na mahitaji ya wale mabosi, kwa sababu wale wana pesa tunazotafuta, lakini lazima tujue wanachokitaka ili wawe tayari kutupa hizo fedha. Tunasema kazi kubwa tunayofanya hapa sasa hivi ni kuwasaidia mbinu za kulipwa zaidi ya kawaida endapo utatambua watu wanachohitaji, na hapo ndipo kuna shida kubwa. Watu wanachohitaji ndicho kinachokupa hela, sio wewe unachohitaji. Sasa wafanyakazi wengi wamekalia, mimi nataka kazi ya duka, mimi nataka kazi ya supermarket, mimi nataka kazi ya nini. Yaani wewe unachokitaka wewe sicho kinachokupa hela. Kinachokupa hela ni kama utatambua watu wanachohitaji na wewe ukajenga ujuzi, shauku, ari, hamasa, maadili chanya ya kutambua hizo shida zao na kutoa huduma inayohitajika. Yaani kinachokupa pesa sio wewe ninachotaka, sio mimi ninachotaka kufanya, yaani sio kazi unayotafuta, isipokuwa ni wewe kuelekeza mwelekeo wako, kujua watu wana shida gani, wanataka nini, alafu ukajenga ujuzi, kwa sababu inawezekana wanachokitaka kwa sasa huna uwezo wa kufanya vizuri, sio competent.
wa kufanya kwa level ya juu. Ndio maana tunasema tunafanya training. Unaweza mtu ukajifanyia training ukajifunza vitu ili nini, ufanye kwa ujuzi na maarifa kile ambacho watu wanakitaka, lakini ukaongeza na passion, ile hali ya kuwa na ari. Yani mtu anakuona kabisa kwamba huyu mtu anapenda anachokifanya, anakifanya kwa uzuri. Kwa hiyo unajenga pia hiyo shauku, ari, hamasa na maadili chanya. Maadili chanya yani ile hali ya uaminifu na uadilifu inayokusaidia wewe kuaminika katika kutatua nini, shida zao, sio shida zako. Shida zako utazitatua ukishapata hela, lakini ili upate hiyo hela ni matokeo ya thamani ambayo utaitoa, na ili utoe thamani ni mjumuisho haya yote: uwe na ujuzi, uwe na ari, shauku, maadili chanya ya kutatua nini, shida za hao watu ambao unakwenda kuwapa huduma. So hiyo ilikuwa ni katika utangulizi kwenye huu mwongozo wetu. Huo nilikuwa nakusomea hapa ni utangulizi tuliokuwekea, ambao utakupa mwanga na picha ya kujua kumbe hivi ndivyo mwelekeo unatakiwa kuwa. Hapa sasa ndio tunakuja mbinu za kulipwa zaidi. Mbinu za kulipwa zaidi kwenye sekta yoyote ni kufanya kazi kitaaluma, sio kioyaoya. Sisi wabongo wengi tuna experience. Mimi siongei kwa bla bla, naongea kwa experience. Wabongo wengi unakuta watu wanakuja hapa kutafuta kazi, lakini ukiwaangalia hawajakaa kimkao wa kazi. Muone kabisa huyu mtu, yani huyu mtu ni mtu ana shida tu ya hela, amekuja anataka hela. Lakini ile kwamba yeye mwenyewe amejituni kutoa huduma kitaaluma, hiyo kitu haipo. Kwa hiyo tunasema ni mchanganyiko. Hiyo kitaaluma inakuwa ni vipi sasa? Kufanya kazi kitaaluma au kiprofessional ni mchanganyiko wa tabia, ujuzi, tabia zako zinamata, na ujuzi pia na maadili chanya yanayomfanya mtu aaminike na kuleta matokeo bora. Tunasema katika ulimwengu wa leo kazi za nyumbani zimebadilika kutoka kuwa majukumu ya kawaida hadi taaluma inayohitaji maarifa, ujuzi, tabia na maadili maalumu na uwajibikaji mkubwa. Waajiri wanatafuta wafanyakazi wa nyumbani ambao si tu wanaweza kufanya kazi kikawaida, bali pia wale wanaoweza kuchangia kujenga mazingira bora ya familia zao. Na nawaambia huku kuna hela nyingi sana. Hao watu wote wanaohangaika, wewe fikiria tu, watu wote wanaohangaika kwenye ujasiriamali, biashara na shughuli mbalimbali za kimaendeleo, mwisho wa siku wanarudi kwenye familia. Mwisho wa siku mtu atakwambia natafuta kwa ajili ya familia yangu. Okay? Sasa huku kwenye hizi familia zao sasa hivi kuna gepu kubwa sana katika ujenzi wa tabia, maadili chanya. Kwa hiyo hivyo vitu vinakosekana, na kwa sababu hao watu wana hela, wana pesa ambazo sisi ambao hatuna hela ndio tunazitafuta, inabidi tuwape hivi vitu ambavyo wanavikosa kwenye ujenzi wa familia zao, katika kujenga mazingira bora ya familia zao. Na ndio maana wadada wetu sasa, kwa mfano wafanyakazi ambao wanakuja sasa hivi, na unaona kwa nini wakwetu wanalipwa tofauti, ni kwa sababu haya ambayo yanakosekana yanayohitajika na hao waajiri mbalimbali. Wao wanafanya kazi Ikulu, si wizara gani, si biashara gani, si taasisi gani, si yani wote mwisho wa siku wanarudi kwenye family, na kwenye familia hakuna mtu ambaye anataka familia yake iharibikiwe, hayupo. Kwa hiyo sisi ndio tunatafuta hela sasa. Kama tutasoma hilo soko na kujua inabidi tuweze kujinoa, tutafute maarifa na ujuzi, maadili chanya, sifa nzuri, tabia nzuri, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia hawa watu ambao tayari wamefanikiwa kiuchumi, waweze kutupa na sisi sasa watugawie hizo pesa. Lakini hawatatugawia tu hivi hivi, lazima tutoe thamani. Ni thamani gani ya kuwapa? Kwenye ujenzi wa tabia njema, maadili mazuri, utendaji mzuri, ufanisi mzuri katika familia zao. Tunasema hayo ndio mahitaji na matarajio ya waajiri wote. Kazi ya mfanyakazi yoyote akiwemo wa nyumbani ni kujikita kwenye kutatua changamoto za mwajiri wake kwa kiwango kinachotakiwa, sio kiwango unachotaka wewe, kiwango kinachohitajika, pamoja na kuonyesha tabia nzuri na maadili chanya kwa familia, ili mwajiri aweze kuridhika na huduma yako na kuwa tayari kukulipa hiyo huduma unayotoa katika familia yake au ofisi yake. Maanake ili mwajiri sasa awe tayari kukulipa vizuri, lazima umuonyeshe kwamba una sifa, una vigezo, una vile vitu ambavyo yeye anavitaka. Kwa hiyo hiyo ndio siri ambayo tunakupa huko. Tunasema tatizo kubwa la wafanyakazi wengi hufanya kazi kama wanalazimishwa au kama vile wanasaidia bure, au kwa wafanyakazi wa nyumbani wengi hawachukulii kama ni kazi au ni taaluma. Hawana maarifa, tabia wala maadili mazuri. Yani wanafanya tu kama vile